Mwanzo 14. Tuanze hapa 13. Siku ile ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shemu na Hamu na Yafeti, wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu na wake watatu wa wanawe pamoja naye, wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake, na kilukacho kwa jinsi yake. Kila ndege wa namna yoyote waliingia katika safina, alimo Nuhu, wawili wawili, wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Na walioingia waliingia mme na mke, na kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia. Ile gharika ilikuwa juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu, kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Kila kilichokuwako katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa, na kitambaacho na ndege wa angani vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Jina la Bwana libarikiwe. Maji yalikuwa ni ajabu sana. Yalibakiza Nuhu tu na familia yake. Wengine wote waliondoka, na vyote vilivyokuwa vinatambaa juu ya nchi viliondoka vyote. Maji ya ajabu. Jina libarikiwe. Maji ya ajabu. Maji ambayo yaligharikisha kila kitu, yakambakiza Nuhu peke yake. Maji yanachagua. Maji yanabagua. Kwa nini ya kumuua Nuhu yakabagua, yakaua watu wengine, alafu yakamchagua Nuhu peke yake ndo akabaki? Ni maji ya ajabu. Inaonekana sio maji ya kawaida. Yalikuwa sio maji ya dunia hii. Yalikuwa ni maji yaliyotoka umileleni. Ni maji yalikuwa yametumwa kwa ajili ya kazi maalum. Na kusoma Wakorintho wa kwanza 2:6-16. Maji ya ajabu sana. Yanapaswa yatufanye tupate changamuko. Jina libarikiwe. Sababu kama kuna maji yanakuja, basi inaonekana sitabakia, kwa sababu Bwana ameshaonyesha mfano tayari kwa Nuhu. Amen. Na tunajua ni uzao ule ule, uzao wa Kiebrania. Sababu hao wote wa Waebrania wale ambao wamezaliwa kwa mwili. Kwa sisi ni Waebrania wa kiroho. Wakorintho wa kwanza tunaitafuta hapa, tuna Wakorintho. Wakorintho wa kwanza 2.
Paulo anasema hivi. Kwanza 2:6. Tunaanzia 6. Wakorintho wa kwanza 2:6, tunaanzia 6. Paulo anasema hivi: kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na kalama yoyote, ukitazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mlitiwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanaye Yesu Kristo. Umefunua Korintho wa kwanza kweli? Sura ya kwanza 16. Nasoma wengine. Okay. Mbele yangu ni mzee, kwa hiyo msishangae. Japokuwa mimi sijawa mzee bado, ila mbele yangu ni mzee. Hili ndio nalotaka. Walakini iko hekima tusemayo kati ya watakatifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kutawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyomo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamue, ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Bali mwanadamu wa tabia ya kwako hii nasema, basi mwanadamu wa tabia ya siri. Hii wamevuruga. Hii wamesema basi mwanadamu, ndio maana wa tabia ya siri eti hayapokei. Hebu soma hiyo inasemaje? Basi mwanadamu wa tabia ya asili. Hivyo hayapokei mambo ya roho ya Roho wa Mungu. Maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Huyo ni mtume Paulo, mtume aliyeunguruma kama simba. Mnaweza kuketi sasa. Amen. Mtume aliyehubiri injili ya Kristo kama simba, na akijaribu kulifundisha kanisa kwamba mambo haya hayafunuliwi kwa jinsi ya asili ya mwanadamu, na wala mtu wa asili ya mwanadamu hawezi kuyaelewa mambo haya, ila isipokuwa mtu wa asili ya mbinguni peke yake ndiye anayeweza kuelewa mambo haya. Kwa hatuhubirii watu wa dunia hii, tunahubiria watu wa mbinguni. Haleluya! Na kama wewe ni sehemu ya watu waliotoka mbinguni, unapaswa kuelewa mambo haya. Amen. Na inapaswa kufunuliwa kwa hao watu waliotoka mbinguni,
kwa sababu hao sio watu wa tabia ya mwilini, ni watu wa tabia ya rohoni. Na kwa sababu watu wa tabia ya rohoni wanafahamu mambo ya rohoni, sababu mambo haya yameanzia rohoni kuja mwilini. Hayakuanza mwilini kwenda rohoni, yalianza rohoni, na watu waliotoka rohoni ndio wanaweza kuyatambua. Haleluya, jina la Mungu likiwe. Amen. Kwa tunamshukuru Mungu na kumbariki Bwana sana kwa ajili ya mtume Paulo, kwa ajili ya kutuandikia nyaraka hizi. Maana inawezekana sisi wote tungetandika kama watu wengine, lakini tunamshukuru Kristo kwa neema yake kwamba ametufunulia hizi habari. Tunajua sisi ni wakina nani, na tunajua tunaenda wapi, na tunajua tuko wapi. Na sio tu yanafunuliwa kwa watu wa mwili, yanafunuliwa kwa watu wa rohoni, ndio wanaweza kuyaelewa. Nikisema sisi tuko wapi na tunaenda wapi, wale wa rohoni ndio wanaelewa. Haleluya. Chakula cha watoto wa nyumbani kwangu ndio wanaelewa maana ya chakula. Hakuna mtu mwingine anaweza kaelewa hicho chakula. Hiki ni chakula cha watoto, na kinaweza kuwafaa watoto peke yake, hakiwezi kumfaa mtu mwingine. Haleluya. Amen. Sasa nimesoma Mwanzo, jina libarikiwe. Nimesoma Mwanzo, tumeona yale maji ya ajabu. Amen. Maji yale ambayo yaligharikisha watu mpaka na viumbe vyote vilivyokuwa vinatambaa na kila kitu chenye uhai. Na yale yalikuwa ni maji ya ajabu. Yalikuwa ni maji ambayo yanakuwa kulingana na vile ambavyo viumbe vilikuwa vinakuwa. Maji yalikuwa yanaona kwamba kuna viumbe bado vina uhai na yenyewe yanazidi kuongezeka kwenda juu. Hakuna kiumbe kitakachosalia. Ndio maana ujumbe huu ulikuwa unakuwa ili kwamba ukamua kila aina ya mbegu. Hakuna mbegu ambayo haikustahili itaingia. Haleluya. Ndio maana ni wakati wa ngano. Kila kitu kitanyonywa uhai wake. Hakuna kitasimama juu ya ufunuo. Maana ufunuo wa Mungu sababu umekuja kukamua kila aina ya uhai. Maji yameinuka juu. Haleluya. Ili kumuinua mteule. Nawe kama ni mteule, lazima uwe na ngurumo 7. Maana ngurumo 7 ndizo zilizoletwa kukamua uhai wa kila viumbe, wa kila mafundisho, wa kila roho, wa kila magonjwa, wa kila pepo. Ufunuo wa mihuri 7 unaleta hizo nguvu. Haleluya. Jina la libarikiwe. Paulo anasema tunanena mambo haya kwa wenye hekima. Amen. Sio hekima ya kibinadamu. Wenye hekima iliyotoka mbinguni ndio naweza kuelewa haya mambo. Amen. Maji yale jina libarikiwe. Amen. Somo langu ni ndogo tu, kuja kwa Bwana, kurudi kwa Bwana. Ndivyo kwa jina libarikiwe. Maji yale amen, yaliyomwokoa Nuhu ndio maji yaliyogangamiza vitu vyote. Maji yale yaliyomwokoa Nuhu ndio maji yaliyoangamiza kila mwanadamu. Ufunuo huu unaohubiriwa unaofikia masikio yako ndio utakaompeleka bibi harusi mbinguni, na ndio utaangamiza kila aina ya mafundisho, ndio utaangamiza kila roho ndani ya kanisa. Haleluya. Lakini tunana hekima kwa wale wenye hekima. Wasio na hekima wataelewa. Hakuna mtu ataelewa ujumbe, sababu ni ujumbe wa watoto. Haleluya. Amen. Mungu mara zote, amen, mara zote Mungu hujifunua alafu anajificha. Ndiyo principle ya Mungu. Haleluya. Hujifunua alafu anajificha, na anafanya hivyo kwa ajili ya watoto tu. Haleluya. Ili shetani asiweze kuelewa mpango wa Mungu, na mambo haya yanaleta maana kwa watoto tu. Haleluya. Yanaleta maana kwa watoto tu. Amen. Mnajua Mungu hawezi kufanya kazi ya kuja kufukuza watu kanisani. Jina Baba likiwe. Mungu hatafanya hiyo kazi. Amen. Mungu hakufanya kazi ya kuwafukuza watu kipindi cha Nuhu. Mungu alichofanya ni kujaza pampu ya maji. Haleluya. Jaza pampu ya maji. Jaza pampu ya ufunuo. Mwagilie maji. Alafu maji yatakausha kila aina ya mkera. Haleluya. Itaondoa kila aina ya pepo na kila aina ya magonjwa na kila aina ya mafundisho. Maji yanatosha. Haleluya. Ufunuo unatosha kuondoa kila roho. Amen. Mungu huwa hafanyi kazi ya kufukuza watu kanisani.
Amen. Ya neno la Mungu ni kali kama upanga, kama Paulo alivyosema kwenye Waebrania. Jina barikiwe. Maana neno la Mungu wakati linahubiriwa linakata sehemu zote mbili, linakata huko kwako, linakata na mimbarani. Neno la Mungu ni sana. Mtu alikuwa anatembea kwenye barafu, anatembea kwenye ncha ambayo ni nyembamba sana. Amen. Kwa sababu wakati huo neno la Mungu linapokuwa linahubiriwa, kuna watu linawaingiza ndani na kuna watu linawatoa nje. Haleluya. Aliwatoa nje, nitawaambia kwamba aliwasukuma, hapana, ila linawatoa nje kwa hao watu kupata kitu chao. Haleluya. Jina barikiwe. Linawatoa nje kwa hao watu kupata kitu chao. Maana kila mbegu lazima izae kwa jinsi yake. Mungu analifunua neno akijua kuna roho itachukua hilo neno, itachukua hilo jambo na itakufa na hilo jambo, na hilo jambo na Mungu. Haleluya. Mungu atakufukuza kanisani, ataleta ufunuo na kuambia wewe ni mwana wa Mungu na umetoka mbinguni. Haleluya. Na hapo sikumilikana na kanisa, unatoka kanisani unasema sasa hivi nakwenda kanisani. Mungu akunyongi wewe, ila atakunyonga kutoa neno. Oh my God. Haleluya. Mungu atumii nguvu. Haleluya. Mungu anashuka, malaika walivyoshuka, anakuambia huu ni wakati wa malaika, ni wakati wa Kristo mwenyewe. Maana maandiko yanasema Bwana mwenyewe atashuka. Haleluya. Ni neno la Mungu lilo hai. Tunanena hekima kwa wenye hekima, ndio atakaoelewa huu ujumbe peke yao. Hakuna mtu mwingine ataelewa. Unavyolikamata wewe, unasema sasa astaile kwa mchungaji William atoka haraka sana, kwa sababu ni wakati wa malaika mpe mwenyewe kushuka. Kristo tayari nakula kamba yako. Haleluya. Wangapi wamenielewa? Nasema malaika ameshuka na kitabu, na wewe malaika ni Kristo, sio mwanadamu. Na maana huu wakati wa Kristo mwenyewe, Bwana mwenyewe atashuka, sio mwanadamu. Analiacha hapo. Huyo ni Mungu amejifunua. Maana huwa anajifunua alafu anajificha. Akishafunua hivyo, kuna mtu anajua kuna roho fulani inatafuta kitu fulani, inalikamata hilo chapo. Sema sitaki tena kuhubiriwa. Haleluya. Maana tayari wakati wa malaika ameshuka, unajinyonga na kamba. Haleluya. Mungu hatumii mapanga. Hili neno, maji yale yale yaliyomwokoa Nuhu ndio maji yaliyoangamiza watu. Ufunuo ule ule unaopata unaweza kuangamiza au kupa uhai. Tunanena hekima kwa wenye hekima. Haleluya. Kadiri unavyozidi kupanda kiwango cha kufahamu huu ujumbe, ndivyo unavyozidi kuwa mnyenyekevu zaidi. Maana njia ya kupanda ni kushuka. Haleluya. Hautapanda ufikie mahali useme sasa mimi naweza kutenda mambo ovyo. Mimi nakwambia hivi, jina barikiwe. Ukija hapa sikufundishi kuwa usikate nywele, wala dada usifanye uzinzi. No. Nakwambia wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Mungu ni upanga. Na malaika Ufunuo 19 ameshuka na upanga. Haleluya. Kwenye ukata kuwili. Nakwambia wewe ni mwana wa Mungu. Ila yule ambaye linaleta maana na anayejua ni nini Roho wa Mungu anamaanisha, amen, ni mtoto tu. Ndio maana ujumbe ni kwa ajili ya watoto tu. Haleluya. Anavyokamata ule upanga wakati mwambie mwana wa Mungu, haimpi ruhusa ya kwenda kuwa sasa yeye ni mwasherati. Hapana. Ila ni upanga wa kumkalisha upendo wa Mungu zaidi. Haleluya. Kwa hiyo hapa ninahubiri na maji ya hukumu. Oh my God. Haleluya. Tunaona safina ilikaa siku 40. Siku 40 tukamwambia damu ilikuwa inakaa kwenye madhabahu. Siku ya 40 inafutwa. Ujumbe ni ujumbe wa hukumu. Kile ujumbe wa neema kwa watoto.
Haleluya. Jina la Baba likiwe. Amen. Sema kama tulichaguliwa kabla ya kuwa msingi ya ulimwengu. Amen. Na tukahesabiwa haki kabla ya kuwa msingi ya ulimwengu. Haleluya. Na tulikuwa Kristo kabla ya kuwa msingi ya ulimwengu. Sio Branham alipokuja. Una haja gani ya kumwamini Branham? Kwa kumbe mimi tayari Mkristo. Hata nisipomwamini Branham, kamba ya kujinyongea nzuri. Mungu hatumii mapanga kukuua wewe. Unajiua mwenyewe. Sasa nina haja gani ya kuamini nabii wao? Sina haja. Kumbe nilikuwa Mkristo. Hata kabla huyo nabii ajaje nilikuwa Mkristo. Na lakini wapaswa kumwamini nabii. Na wanapaswa kumtii nabii. Na wanapaswa kumfuata nabii. Haleluya. Ni wakati wa malaika ndio, lakini aliko liko pale kuambia huduma 5 itamkamilisha bibi harusi. Kwa kuhubiri zile siri za kiungu. Haleluya. Amen. Jina la Baba likiwe. Tunaishi wakati mzuri sana na wakati mbaya sana. Yaani wakati ambao ni inaweza horrible. Horrible ndio unahitaji yani kwa Kiswahili ambacho kinaonyesha jambo baya zaidi. Horrible. Yaani wakati mbaya mno alafu wakati mzuri mno kwa wateule. Kwa nini Biblia inasema? Kwa sababu ni wakati ambao upanga umeshuka. Maana pia alipewa ule upanga. Ule upanga ulikuwa ni wa kwenda kumwaga hukumu kwenye uso wa dunia. Amen. Sio hukumu kwa ajili ya watoto, hukumu kwa ajili ya dunia. Anapoimwaga hukumu analeta ujumbe. Haleluya. Sio ujumbe uliofichwa tena, ujumbe uliofunuliwa. Lakini Mungu anapojifunua anajificha tena. Oh my God. Haleluya. Alipovaa mwili kutoka umileleni, alijifunua katika mwili, lakini akajificha tena ndani ya huu mwili. Huwa anajifunua alafu anajificha tena. Amelifunua hili neno, unaliona liko wazi, lakini amejificha ndani ya neno. Amemfunua bibi harusi wewe hapo unajiona, lakini amejificha ndani ya Dennis. Huwa anajifunua na kujificha tena. Ukija unaona taji la ndugu Dennis, lakini Kristo alijificha ndani ya Dennis. Ndio maana alimchukua Musa, jina barikiwe. Alipotoka upande wa Mungu, Musa akaja akiwa amefunga kile kitambaa. Musa ikiwa ni mfano wa neno. Sema Musa alikuwa ni neno kwao. Na alikuwa ni Mungu kwao. Lakini Mungu akamficha. Amen. Akavaa kile kitambaa kwenye mfano wa kujificha. Amejifunua ndio. Musa ni neno kwao. Kama alikuwa anavyokuambia kabisa, Musa ni neno kwao. Lakini kupitia Musa ambaye neno kwao, mtu kabisa wanadamu, Mungu akatumia ile kitambaa kama mfano. Yaani kama afikaje kujificha kwenye ngozi. Amen. Akafunika kile kitambaa akamfunika ile paji la Musa. Kwa Mungu amejifunua. Musa akisimama hapo ni Mungu. Kama nilivyosimama hapa ni Mungu kwa. Haleluya. Kama ya kujinyonga hiyo. Ati ndugu ameamua kuwa Mungu, sio Mungu wa kutawala wewe. Ila neno linasema mimi ni Mungu kwako. Haleluya. Ni Mungu alijua kuna roho yenye kiburi ya kujivuna, sema anajiona sasa. Anaanza kujigamba alivyokuwa Mungu, ndivyo alimwambia Abrahamu. Alipofunua mihuri akasema yeye na mimi ni mmoja. Siku ile mtajua ya kwamba yeye yuko ndani ya Kristo na Kristo ndani ya kanisa. Yeye ni mmoja. Akasema anakufuru. Lakini Branham alikuwa ni Mungu kwetu. Yeye alikuwa Musa wetu. Lakini sio Branham ndiye vazi. Akajificha tena ndani ya Branham. Haleluya. Mungu anajifunua. Hapo ndipo sasa na tuneno la kwanza tunanena hekima kwa wale wenye hekima. Maana wenye hekima watakuwa na uwezo wa kumchukua Dennis, wananyambua kutoa mikono yote, wanamuona Kristo ndani ya Dennis. Haleluya. Amina. Amen. Wayunani walitoka huko wakaja, tunamtaka Mungu. Tunamsikiaga Mungu anaishana maajabu. Sasa ndugu anahubiri akasema kuna Mungu pale. Ngoja tukamwone leo. Walipofika
wakakuta kajamaa kama mimi, kanasimama mibarani, kanahangaika kama mimi, kanautafuta upako namna hii, wakasema huyo ndo Mungu. Walikuja, amen, walikuja kuona mwanadamu, wakamuona mwanadamu, wengine akaona Mungu. Amen. Anaficha kwa ajili ya wateule, lakini ikiwa limefunuliwa, ndio maana mpaka sasa hivi ujumbe huu ni mchanganyiko. Maana ngurumo zimefunuliwa, ni neno la ahadi. Amen. Neno kabisa la ahadi lililofunuliwa, ambalo nabii ameacha kwenye makanda, lakini ndani ya hayo makanda amejificha tena ndani ya hilo neno. Oh my God. Bwana alipokuja akafunua wewe ulipokuwa Jerusalem, ndipo ukatokea ukaonekana unatembea na kutembea nukuza Branham. Ulikuwa unatembea ukiwa Jerusalem, ulikuwa unatembea ukiwa Katoliki. Baada ya Branham kuja akakufunua kwamba wewe ni mteule, wewe ni bibi harusi. Ndio maana tuko mahali hapa. Lakini kwako wewe amekufunua. Uko wazi. Ni Kristo aliyefunua na bibi harusi. Lakini Kristo tena anajificha kwenye kinyago chako. Haleluya. Huyo sio jina lako wala sio masikio yako. Huyo ni mtu mwingine anaishi ndani yako. Kristo aliyefunuliwa ndani ya wanadamu. Haleluya. Amen. Kwa nini anafanya mambo hayo hivyo? Amen. Kwa ajili Kristo, kama nilivyokuambia, hatumii ngumi kufukuza watu, na wala hatatumia winchi kuhukumu ulimwengu. Atatumia neno. Anapolitoa neno, kwa sababu anajua neno ni roho, na watu unaowaita watu ni roho. Kila mtu kuna kaloha yuko nako ndani. Ndio maana hizi roho, kila kanisa linapoanza roho wazipo, ila mkisafiri ndipo roho zinaanza kutokea, sababu zinakuwa zinasubiria tu wakati wake ili zitokee. Mabinti tulionao sasa hivi, watoto wa kike, maziwa yako ndani mwao, ila ukiwachukua sasa hivi ukiwakamua maziwa uyaone. Ina safari kadri itakavozidi kuendelea, wakifikia kwenda kwenye unyumba, wakapata ndugu, wakipata mtoto, maziwa yanatoka. Maziwa yamo kila siku. Na hizi roho huwa zimo kanisani kila siku, ila zinachohitaji ni nini? Maji. Maji kadri yalivyoongezeka kwenye nchi, kila roho itainuka. Haleluya. Lakini roho moja ni roho ya Nuhu, ndiyo iliyobaki peke yake. Haleluya. Zingine zote ziliangamia. Jina Baba likiwa. Amen. Na nataka nikwambie hivi, atakaye stahimili ndugu na dada kwenda na huu ujumbe mpaka mwisho ndiye mteule peke yake. Peke yake. Maana hizi roho zinainuka kulingana na kiwango. Kadiri kiwango kinavyokuwa ndivyo hizo roho pia zinainuka. Amen. Unaona roho sasa hivi haziwezi kukuambia habari ya ruhusa kiwango kidogo sana, labda makanisa kijinga. Hapana. Kama hapa roho ikija inakuja roho nzito. Tukwambia wewe ni Mungu. Kama wewe ni Mungu, wewe ndiye wewe ndio una potential zote ndani yako. Una haja gani ya kwenda kanisani? Nani anaweza kukusumbua? Una haja gani ya wewe kuagizwa kanisani? Unanielewa? Sasa unahubiriwa kulingana na stage yako. Shetani akuhubirii chini ya stage yako. Anakuambia kulingana na unavyofundishwa. Unajiona kisirani. Siwezi na kutuma kanisani. Siwezi kuambia mbele tikile kiti. Siwezi. Sababu mimi mwenyewe ni Mungu. Yes, you are God. In your atmosphere. But when you come to church, hallelujah, then you are God. Your pastor is your God. Hallelujah. And then you must obey that voice. It's not the voice of man, it's the voice of God. Hallelujah. Na kwenye standard yako wewe na kwenye imani yako ni Mungu ndio. Ni Mungu juu ya mambo yako. Ni Mungu juu ya familia yako.
Mungu juu kazini kwako, Mungu popote pale. Mungu anaabudiwa na miungu. Mungu anajiabudu mwenyewe. Haleluya. Kwa Mungu hatumii winchi kuua. Mara no. Kikombe cha hukumu ameshakimwaga. Na kikombe cha hukumu chenyewe ni ufunuo. Ameumwaga wote, ameuexpose. Anapoweka hapo, anajua kila mbegu juu ya nchi inaenda kuchipua. Lakini tunanena hekima. Amen. Kwa wale wenye hekima. Mungu andika kuja kwambia, kuna watu wamekirimiwa neno. Amen. Tumekirimiwa neno. Kuna wazee pia waliotumika zamani. Watu wa kuheshimiwa. Jina la hekima. Liko hapo ni andiko. Na ni la kweli na ni amina. Lakini ni mtego kwa huyo mwenyewe anayesema. Hiyo ndiyo inaweza kuwa kamba yake ya kujinyongea vizuri. Maana kutoka hapa anakuwa mwichi mtu. Mimi ndiye. Ndio maana Branham alikuwa anajiondoa kwenye ofisi mara zote. Anaingia kwenye ofisi hapo unaona anatoka. Unaona anasema Elia, kutunga anajitaja kutumia anatoka, anasema Elia atakuja. Amen. Kwa sababu anajua akiingia moja kwa moja ndio kamba yake ya kujinyonga. Mungu hatashuka na mikono miwili hivi. Ngoja nikunyonge na nisinikuwe. No. Unajinyonga mwenyewe. Kanisa limepata uamsho kidogo. Sisi ndio wenyewe. Hakuna watu wengine kama sisi. Hata Branham alisema unaweza kufunga kanisa ukaja kwetu. Exactly. Amen. Kupitia hiyo roho hiyo ndiye inaweza kuwa kamba yako ya kunyongea kupeleka moja kwa moja. Haleluya. Sisi ndio tulioanza huu ujumbe. Haswa kabisa inawezekana umetoka ujumbe Marekani kwa kufikia wewe kwa neema ya Mungu. Lakini sio wao walioanza ujumbe. Ujumbe ulianzia mbinguni. Wala wewe sio makao makuu. Amen. Ukichukua vibaya ndio inakuwa kamba yako ya kujinyonga. Tunaishi wakati mzuri sana na wakati mbaya sana. Ni wakati ambao bibi harusi ameinuliwa sana, lakini yeye anapaswa ashuke sana. Kinacholeta vurugu sasa kwenye makanisa nini? Ni kwa sababu ya ufunuo. Why? Kwa sababu ndipo kila roho lazima ichipue. Lazima ichipue. Kadri ile safina ilivyokuwa inaongezeka ndivyo roho zilikuwa zinainuka. Sababu maji, kwenye maji, kawaida ya maji kwenye viumbe vinavyoishi kwenye maji huwa vinaishi kwa mpangilio. Kuna viumbe ambavyo vinaishi maji ya chini kabisa. Nenda hata baharini hapo. Kuna samaki ambazo zinaishi chini kabisa. Kuna samaki za chini, za juu, za kati. Kuna samaki za juu, samaki za juu kabisa. Kuna mbegu zitaenda mpaka zining'inie. Kwenye ujumbe zipo zimening'inia tu. Kama ni za kweli vile. Ila ukisha zipima hivi kwenye darubini, unasema hii mbegu ni ya uongo. Haleluya. Unasema hii mbegu ni ya uongo. Sio mbegu ya kweli. Mungu hajasema huduma tano, sikamilishe bibi harusi. Sasa ninaweza nikainuka na jamaa au kakikundi tu. Wakawa watu na kakikundi fulani kaukoo, kakwao, kaukoo kao. Labda kakanda yao. Wakajiona wenyewe ndio huduma tano wanaostahili. Alafu wakaona wenyewe ndio wanaostahili kuhudumia makanisa mengine yote. Anajiua akiwa yuko mimbalani. Amina. Hakuna kifo kibaya kama kifo cha wakati huu. Amen. Asikao sio ujumbe nao kufurahisha sana. Unajua Musa aliambiwa hivi, wewe na Haruni. Amen. Mfahamu majira tunayoishi. Musa aliambiwa wewe na Haruni ndio mnaoruhusiwa kuvuka kuingia huko. Wengine wote wakobee huko. Na kule alikuwa anaingia mtu huyo mmoja. Jina Baba barikiwe. Mungu hahitaji ufunuo wa kundi. Na Mungu hahitaji ukasuku. Ndio maana tumepata watu wa kuigiza huu ujumbe. Huu ujumbe unahubiriwa under anointing, under inspiration, chini ya uvuvio. Sio kukalili kujaribu kuingia kupitia mgongo wa Branham. Alikatazwa Musa. Amina. Na enzi za makuhani alikuwa anaingia mmoja tu.
ilikuwa inaonyesha nini? Hicho kilikuwa ni kivuli, ilikuwa inaonyesha kuwa Mungu atalijenga kanisa lake kwa mtu huyo. Pata ufunuo wewe mwenyewe. Haleluya. Unaingia wewe kivyako, ukisha toka kwa sababu roho uliyempata ndiye roho aliyoko ndani yangu, hakuna ugomvi. Haleluya. Yaani usizani kuwa amekuachia nafasi. Amekupa nafasi ya kuingia peke yako. Na kipindi kile, ilikuwa kuingia ni kifo. Amen. Kwa sababu kulikuwa na mtu maalum. Jina ubarikiwe. Wakati huo hapo tu pazia baada ya kuwa imepasuka, kila mmoja anaruhusiwa nini? Kuingia. Sio kuingia kwa kumsubiri fulani aingie. Ndio maana hakuna ufunuo wa Branham mpaka Mungu wa Branham awe Mungu wako. Ndipo huu ufunuo au ujumbe unakuwa mpya kwako. Jina la barikiwe. Amen. Nataka kusoma tu mkuu yangu hapa, alafu tutaenda kwenye ujumbe wangu. Kwa haraka sana ujumbe wangu utahubiri, alafu tutaenda nyumbani. Amen. Kwa maji yale yaliyompandisha Nuhu ndio maji yaliyogarikisha watu wengine. Amen. Ufunuo huu tunaohubiri ndio utakaogarikisha watu. Huu sio ufunuo mwingine, huu. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Na hayo maji kama nilivyowaambia siku, hayo maji kadri yalivyokuwa yanazidi kuongezeka juu na uhai wa viumbe vilikuwa vinaelea. Amen. Na vyenyewe vikaa vinainuka juu. Kadri ufunuo unavyozidi kukua na kadri mtu anavyozidi kwenda, ndivyo roho zitakuwa zinainuka zaidi na zaidi. Amen. Shalom. Mnampenda? Amen. Nataka kuzungumza tu habari ya Yusufu kidogo. Jina barikiwe. Alafu nikisha maliza hapo tunaenda nyumbani. Amen. Nimesema ninazungumzia kuja na kurudi kwa Bwana. Jina barikiwe. Amen. Mungu wa Abrahamu hana budi awe Mungu wako. Ndipo atakuwa na maana. Na ndipo utakuwa ufalme wa Mungu. Kama Mungu wa Abrahamu hatakuwa Mungu wako, sio Mungu huyo. Unaabudu mizimu ndani ya kanisa mpaka upate ufunuo wa huu ujumbe. Na ukipata ufunuo wa huu ujumbe, hauwezi kuwa kitu kingine tofauti. Hapana. Unakuwa kile ambacho ujumbe ulisema. Ndio maana kila siku hapa na saa inasema, inawezekanaje wewe umepata ufunuo wa huu ujumbe unaamini matengano? Nakwambia hapana. Hapana. Kuna kasoro mahala fulani. Sababu mwanzilishi wa huu ujumbe akutuambia tuamini matengano. Amen. Akutuambia jambo hilo. Sasa tukikuona liko kwako tunajua kuna kasoro mahala fulani. Bwana Yesu awabariki sana. Namba mwenye tablet nataka kusoma kwenye kitabu cha Kristo Mungu aliyefunuliwa kama sikosei. Kufunuliwa kwa Mungu. Nataka kusoma 132. Amen. Kuwekea msitizo juu ya kile ambacho nimejaribu kuzungumza hapo kidogo. Amen. Mwenye msikia nabii anavyosema. Anasema hivi. Sasa angalia, kama Musa, ndugu, hapa patakuwa na tusi. Nabii anawatisha watu. Anasema hapa patakuwa na tusi sasa. Mko tayari? Amen. Anasema lakini kama Musa, kama vile Paulo alivyosema hapa katika Wakorintho wa pili, mlango wa 3, kama ilimbidi Musa kufunika uso wake akiwa na utukufu wa namna hiyo juu yake. Utukufu wa mfano wa kale huo. Amen. Unaona, kwa sababu huo ulikuwa ni utukufu wa kawaida wa kimwili kabisa. Unajua wakati wa Agano la Kale alikuwa mambo ya kisheria, mambo ya Torati. Ukitenda jambo inabidi ukimbie ndio ukasome. Hata wakati wa Musa na Wesley mambo ya kitaratibu za kidini, sheria, kujaribu kumfanya mtu kuwa mtakatifu. Utakuwa mtakatifu kwa sababu umefanya kwa sheria. Watakatifu wote ni wale waliozaliwa na Mungu peke yake. Hautakuwa mtakatifu kwa sababu ulikuja kwenye ujumbe. Hapana, mpaka ulikuwa kwenye mpango wa asili ndipo utakuwa mtakatifu. Amen. Kama ilimbidi Musa kufunika uso wake akiwa na utukufu wa namna hiyo juu yake. Unaona? Kwa sababu huo ulikuwa ni utukufu wa kawaida.
wa kimwili kabisa. Hiyo ilikuwa ni torati ya mambo ya kawaida. Amen. Walipokuwa wakitenda dhambi mpaka waenda wakasome. Musa alisemaje? Sheria ya Musa inasemaje? Sheria ya Musa tena haisemiji. Sheria ya Musa iko ndani yako. Maana sio tena vibao vile viwili, hapana. Vibao ni moyo wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo sheria iko ndani yako. Hili ndilo zito zaidi, ndio maana hapa kutakuwa na tusi kidogo. Lakini hiyo sheria mara hii imefichwa ndani yako. Na Mungu mara zote anajifunua na kujificha. Amen. Anasema kama ilimbidi Musa kufunika uso wake akiwa na utukufu wa namna hiyo juu yake. Unaona, kwa sababu huo ulikuwa ni utukufu wa kawaida. Hiyo ilikuwa ni torati ya mambo ya kawaida. Na ikiwa Musa akijua ya kwamba ilibidi torati hiyo iangamie. Amen. Mambo ya kibinadamu haya, taratibu za kidini, haina budi uwe bikira. Haina budi wewe mwanamke bikira. Taratibu za kidini, kwa kuamini kwamba ndizo zitakazo kupeleka mbinguni. Ukiwa bikira unaenda mbinguni, unakufa na bikira wako. Hata wewe kijana unakufa ukiwa ni bikira hivyo hivyo, na binti naye unakufanana naye huko kuzimu tu. Pako amini mpango wa Mungu. Amini mpango wa Mungu, bikira utoshi. Tisha watu. Sina maana watu hao wachafu. Hapo ndo namwaga hukumu ndani ya kanisa. Maana hiki ni kizinga kilichomwaga ndani ya kanisa. Amen. Sababu kuna mtu yuko hapo na mnyonga moja kwa moja. Toka hapo anaenda kuishi maisha machafu, anasema kwa sababu amesema kumbe haina haja ya ubikira, tunahitaji ubikira. Haleluya. Je, neema imeongezeka basi kwa hiyo tena tuzambi? La hasha. Unapaswa kuwa mtakatifu zaidi. Haleluya. Tunanena hekima kwa wale wenye hekima. Amen. Wewe toka hapo sema sasa na uwezo wa kwenda kunywa pombe, inaonyesha kokalao kalikuwepo. Pombe ulishakunywa muda mrefu. Hata kabla sijasema hapa kanisani ulishakunywa tayari. Haleluya. Mimi nahubiria bibi harusi, sihubirii watu ambao wanaanza kwenda kunywa pombe, nahubiria bibi harusi. Na bibi harusi atalitambua neno lake, atatambua ujumbe wake. Kwamba yeye hapa sikunywa pombe, hapa sikunywa masherati. Bibi harusi atatambua jambo hilo. Ni hekima iliyotoka mbinguni. Mafundisho manyonge Paulo aliita. Hautakuwa mtakatifu kwa kufundishwa kuwa utakatifu. Badilisha mpango wa mwili wa saba na mpango wa dakika saba za kanisa hili. Amen. Kwa maana kuna vitabu viwili, kuna kitabu alikuwa nacho Branham duniani, kuna kitabu kilichotoka mbinguni. Cha mbinguni ni mpango mwingine mpya. Fuata mpango wa Kristo. Sio ninyi mlionichagua, ni mimi niliyowachagua. Sio kwa sababu ulikuwa bikira au ulilea vizuri familia yako. No. Haleluya. Kuna watu wanalea vizuri sana familia zao. Vizuri mno, hata kuliko wewe unayekuja hapa kanisani. Yaani hata kuliko wewe. Tena wanaifukiza msosi wa maana. Wanawalea watoto kama mayai ya punje mbili. Mtoto na miaka 30 wanataka walibebe hapa mgongoni. Wewe hata hujafikia hicho kiwango. Hatuendi mbinguni kwa kulea watoto nyenge. Kubali mpango wa Kristo. Haleluya. Ni mimi niliyowachagua, sio wewe uliyenichagua. Na wale niliowachagua niwahesabia haki. Haleluya. Hautakaa upate imani ya kunyakuliwa kwa kujitahidi kuwa mtakatifu. Taratibu za kidini zote nyaka saba za kanisa ilikuwa watu wanajaribu kutafuta kuwa watakatifu. Wanajaribu kwa haki yao. Na dini zikawafundisha kuwa ukiwa Mkatoliki, ukitimiza masharti ya Katoliki, basi wewe Bikira Maria atakupokea. Hautapokelewa mbinguni kwa sababu ulitimiza masharti ya Bikira Maria. Kwa sababu ulimkubali Kristo. Ndio mpango wa Mungu uliofunuliwa. Amen. Unahesabiwa haki kwa kuamini mwana wa Mungu aliyetumwa kwa ajili yako. Hauhesabiwi kwa sababu uliishi kuwa mbikira sana. Mimi nachoka na haya mafundisho makanisani ya ajabu. Watu wanajiona ni wahubiri wakubwa ya kuzunguka kuhubiria watu ubikira. Lini watapata imani ya kunyakuliwa? Vita iko hapo mbele. Haleluya. Unusu iko tayari. Tunahitaji imani ya kunyakuliwa.
Nabii anasema ngurumo 7 zitaleta imani ya kunyakuliwa. Hubiri ngurumo 7 ndani ya kanisa. Haleluya. Nabii akusema ukioa bikira itakuepusha mambo la harusi. Hapana. Alisema ngurumo 7 zitaleta imani ya kunyakuliwa. Tunahitaji kubadilishwa kutoka hapa. Haleluya. Na sio kwamba wao tuliishi vizuri sana ndio maana utaenda mbinguni. Hapana. Miungu yote duniani hapo, yote ya kichawi ya kibibi yote, ili kwamba uweze kustahili inabidi utimize masharti yake. Ila tofauti wa Mungu tunayemtumikia, amen, sio wewe ukijaribu kujistahilisha kwake, ni yeye aliyekustahilisha. Sio wewe ukijaribu kujikamilisha ili kwamba sasa aweze kumtumikia, ni yeye alishakamilisha. Tofautisha Mungu tunayemtumikia na miungu ya hii dunia. Unaingiza miungu ya dunia ya kibibi na ingiza ndani ya kanisa. Watu wanakuwa wanadini kama manani. Akikutana mtu anavuta sigara, mimi ni Mkristo, mimi ni mwamini. Ndio unaenda mbinguni. Huendi. Unajisumbua tu, unatabika bure. Vuta hata ukivuta sigara, vuta tu. Kwanza hiyo kimbia kwako inaonyesha kabisa kwamba wewe kuvuta kwenyewe unavuta. Unaipenda, maana ukimsogelea karibu muda mrefu tu utavuta. Sasa unaonyesha hiyo kitu iko ndani yako. Ndio maana kwa hiyo unamkimbia kwamba sije akanisogelea upako ule ukanipata. Mkristo ana imani sugu. Yesu alisogelea na kahaba. Wewe unamjua kahaba anayelembua macho. Yesu amesimama na kahaba anayelembua macho. Na Nabii anasema kaanza kumlembelea kidogo macho pale. Anamtongoza. Lakini Yesu yuko pale anatulia. Sababu hiyo roho haiko ndani ya Yesu. Mpaka lazima uanze mapenzi ndani yako ulipofanya. Kristo. Kweni wanyenyekevu. Sio unyenyekevu wako, unyenyekevu wake. Sio haki yako, ni haki yake. Sio utaratibu wako, ni wake. Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Sio utakatifu wa kanisa wala wa mchungaji. Maana watu wakaingia kwenye roho hadi wanaiga wachungaji wao. Kama mchungaji anatembea na inama kidogo, naenda kainama. Ndio naenda mbinguni. Siku akidondoka tu ukisikia ametapeli mtu unakimbia na kanisa. Sababu liga utakatifu wa kimwili tu. Chukua utakatifu wa Kristo. Amen. Azama Musa akijua ya kwamba ilibidi torati hiyo iangamie. Bali utukufu huo ulikuwa ni mkuu sana. Hata uliwapofusha watu. Jina Baba likiwe. Huo utakatifu wa kimwili wa kawaida. Huo tu peke yake uliwapofusha watu. Amen. Nataka kuonyesha vile ambavyo kama utakatifu wa kimwili uliwapofusha watu, vipi kuhusu utakatifu wa kiroho? Jina Baba likiwe. Utakatifu wa kimwili kama wewe umezaliwa, maana yake wewe yani ulikuwa unakubalika hata kuwa kuhani kwa sababu ya sifa, umetimiza sifa. Huo tuliofanya watu wakatetemeka na ukawapofusha watu. Vipi kuhusu utakatifu wa kisiri uliofunuliwa? Amen. Ambao mpango wote wa Mungu unafunuliwa wazi, unawekwa hapo. Alafu anayeweza kufahamu hiyo siri peke yake ni mtoto wa Mungu. Ila mtu yoyote ana uwezo wa kuchukua akachukua kipande kake. Wana nyakati 7 za kanisa zile, kipindi chote hicho tulipokuja kanisa kupitia huko, kila mmoja alikuwa anajaribu kuchukua kipande kake. Kipande kake. Na akichukua kile kipande anasema ukinena kwa lugha ndio thibitisho la Mtakatifu. Na umekubalika mbele za Mungu. Kila mmoja. Sasa nabii anaanza anasema kama huo wa kimwili ulipofusha watu, vipi kuhusu huu sasa hivi uliofunuliwa chini ya muhuri wa 7? Vipi? Hakuna upofu ulio mkubwa kama wakati huu sasa hivi.
Yaani kuna upofu kuanzia mimbarani mpaka kwa washirika. Kwa sababu kila kanisa linachukua kipande kao. Huo ni upofu. Kila mshirika anachukua kalao kake anakotaka. Alimradi kana muunga mkono matakwa yake. Naambia vipi kama yale ya kawaida ya kimwili yalikofisha watu, vipi huu? Na yale ya kawaida pia yalifichwa. Amen. Yale ya kawaida ya kimwili yalifichwa pia, yalifunikwa. Huu pia baada ya kufunuliwa na wenyewe kafichwa tena. Yaani baada ya nabii kufunua nguo zake akaziweka hapo kama ahadi, bado zimefichwa tena. Kwa kila mmoja anayekuja ndugu anachukua kwa kwake. Na mimi nikija nachukua kwa kwangu. Na kuambia ni mteule peke yake. Tunanena hekima. Kwa wenye hekima. Amen. Kwa mwingine akisoma ujumbe, amen, anamuona nabii mwingine anakuja. Mwingine akisoma ujumbe, anaona kwamba kanisa lao linatakiwa na huduma tano zote, la kwao tu peke yao. Mwingine akisoma ujumbe, anaona anatakiwa waunde makundi. Mwingine akisoma ujumbe, anapata kwamba kumbe fedha, inabidi tupate fedha tuwe matajiri. Kupitia ujumbe huu, wangapi wanaelewa? Wangapi wanaelewa? Lakini Mungu ameufunua mpango wake ficha tena kwa ajili ya wenye hekima waliotoka Ubileli peke yao ndio wataelewa katikati ya mstari. Haleluya! Ninashukuru na ninaelewa katikati ya mstari. Haleluya! Ukitaka nukuu za kukuambia unapaswa uwe tajiri kwenye huu ujumbe ziko ndani. Ukataka nukuza kwamba unatakiwa usomeshe watoto wana PhD. Ukataka nukuza kwamba unatakiwa wanawake wanne. Unajiuliza kwa nini ujumbe uko hivyo? Anavyojifunua anafunika tena. Anapaka hapo. Anajua watakuja tu. Na wajua sababu injili ni jaribe. Kilichofunuliwa ni injili na injili ni Kristo. Umekuja nyoka, mijusi, chura, kasa watakuja. Mimi nimefunua pio. Kasa akija. Pio. Huu ujumbe kubwa umetuamuru tuwe matajiri bwana. Kumbe tena kwa matajiri tu. Injili inaendelea. Haleluya. Lakini ujumbe na pia anasema kwa ajili ya kuondoka. Short quick message. Haleluya. Ujumbe wa haraka na ufupi. Short quick message. Na huduma saba zinaleta uamsho. Na mali ya kunyakuliwa. Haleluya. Mwingine akija na kumbe wakati huu ndio wakati wa missionary. Na ni kweli tunamkuu. Anambia mhubiri umeshaelewa wakati wa mwisho. Kumbe wakati huu ndio wakati wa missionary ndio. Ndugu Ibrahim tufanye missionary. Unajua wakati umeisha tufanye missionary. Wewe. Mbegu ilishapandwa. Amen. Ikamwagiliziwa. Na wakati wa ngano imekomaa tena imeinama. Unazani utafanya missionary Christ hivi. Jina barikiwe. Akija wewe mtu anakimbia na hiyo. Yaani hiyo kwao kwenye kanisa lao ndio ukamilifu. Tunaamini yote. Umeshinani tunaamini. Fedha tunaamini. Kunyakuliwa tunaamini. Na chote tunaamini yote. Sio kakipande fulani. Akasema kama ile ya kawaida iliwatia upofu. Hii sasa hivi nabii anasema itakuwa ni zaidi. Imetia upofu completely. Nakwambia kuanzia hapa mpaka kule. Kuanzia mimbarani kwa wahudumu mpaka washirika. Kila anayeanza kanisa anakuja na roho yake. Ni kweli. Na kaloo anako. Na ndiko msemo anakoshikilia. Na ndiko watu wa aina yake atakawapata. Amen. Sampuli ya aina yake. Kama ni mbegu yake na anapata mbegu. Sababu ujumbe na kila mbegu ziko huko. Kila mbegu inahitaji mbegu moja ikiinuka tu hivi, unasikia nyingine kule Marekani nyingine inainuka hivi. Tena hapo zinawasema kwenye ulimwengu wa roho. Hata na WhatsApp unashangaa umeshikomesha patana kwenye WhatsApp. Unapatanaje sema kiungu tu.
Haleluya. Jina libarikiwe. Biblia inasema kama ilitisha ile ya wakati wa kwanza, vipi kuhusu hii? Haleluya. Ndio saa tunaishi hatari. Ndio akasema hivi, ni sawa asema kuhubiri sasa hivi ni sawa na kutembea kwenye barafu nyembamba. Ni ncha kali. Kwa sababu ni mauti na uzima. Ndicho kimejificha kwenye ujumbe sasa hivi. Ni ujumbe wa hukumu. Ndugu yangu, yaani sasa hivi ni kifo, mtu anakufa yuko mimbarani hapa, anakufa na unamwona anakula. Na analala nyota ya nyota tano, analala kwenye hoteli ya nyota tano. Na anasafiri wanamrusha mara anaenda Kigoma, mara Sumbawanga, mara wapi, mara yuko wapi, anaruka lakini alishakufa. Unaona wakati tunaishi bila wewe mbaya. Ila wakati wa Musa ungemwona amekufa sababu kule ulikuwa ukijaribu kuingia kweli unakufa. Ila wakati huu ni utaji wa kiroho. Yaani ni kofia iliyofunikwa kiroho. Inafunikwa kwa neno lenyewe. Yaani anaongea sentensi moja akishuka anaongea sentensi nyingine. Ndio utaji wa kiroho. Wangapi wameelewa hiyo? Anashuka sentensi moja kwamba muhuri haujafunuliwa, akienda lazima muhuri umefunuliwa. Ndio utaji wa kiroho. Kwa hiyo kila mmoja anayo roho ya kuweza kuchukua. Kila mmoja anafundisha na kuchukua na akasimamia na akahubiri na akapata watu na akawa na upako na watu wakaponywa. Sababu walipoikataa ile kweli, Mungu anawapa nguvu ya roho kutenda. Kila mbegu unaichukua lazima upate upako na unakuwa na anointing juu yake. Hata wauaji wa mitara ana anointing. Hata anayeamini fedha kwamba ndio kitoshelezi ana anointing. Akihubiri na upako unashuka. Nani unasikia uko wapi wa tofauti? Nataka nikwambie ujumbe wa short quick message. Ujumbe sio wa kujenga makanisa. Ujumbe ni wa kuondoka. Ni ujumbe wa haraka. Ni ujumbe wa ufalme. Haleluya. Utaniambia nini baada ya kufanya umishonari? Bwana amezunguka hii dunia mara 7. Ulikuwa unajua maana kuzunguka mara 7? 7 ni ukamilifu. Kwamba amezunguka panda mbegu akakamilisha. Kinachofuata nini wakati wa mavuno? Haleluya. Alishamaliza kazi. Tunakuja kuenda kwenye kazi iliyokamilika. Unaenda kufanya missionary upo na ujifune nao. Huwezi kupata kampeni kama unazotarajia. Ndio maana kuna wale wanaohitaji na wenyewe upofu wao, yaani kofia yao. Tunakwambia huu wakati mbaya, wakati mzuri sana, wakati mbaya sana. Tunaenda hekima kwa wale wenye hekima. Na katikati ya hekima kuna hekima. Na kuna hekima iliyotoka kule, kuna hekima ya hapo. Kuna wale wataalamu wenyewe kwamba huu wakati ndio wakati wa missionary sasa. Huu ndio tutakao tubomoe. Anapozungumza hivyo anataka tuwe kama makosa. Naam. Yaani sisi sasa tuwe na kazi kubwa mpaka ifike kule. Alafu tukimaliza kuwa hapo hivi sasa tujitangaze. Yaani kama kumtishia au kumrekishia makosa. Unajua kinachofanyika hapo? Sio mimi na mhukumu. Maandiko yanamhukumu. Sasa kwa ndio ujumbe huu hauhubiriwi hapa. Wala hauhubiriwi kusoma nukuu. Na nasema ujumbe unahubiriwa hapa. Hapa. Wala ujumbe unaoweza kuleta uhai ndani ya kanisa ni ujumbe ambao mtu ameingia kwenye chumba yeye mwenyewe. Ameupata hapa kwenye jiko, akauleta wa kanisa. Haleluya. Ndio ujumbe unaweza kufungua watu. Ndio ujumbe unaweza kuponya watu. Ndio ujumbe unaweza kuhamisha watu kwenye hali walizonazo. Lakini kama ni intellectual message, soma tu. Nishaambia kwa siku nyingi hapa kabla kuna watu wana vipaji. Wana vipaji. Naweza kupangilia hizo mkuza na mbio unasema yes of course. Huo sio ujumbe. Ni message kweli kwa watu fulani. Kwa sababu tunaona hekima kwa wale wenye hekima. Message kweli kwa watu fulani. Lakini ujumbe wa bibi harusi unahubiriwa kutoka rohoni. Na pia anasema chanzo. Huyo aliyeandaa ujumbe aliingia jikoni akaupika na analia gani? Nia ndio Mungu anarudia.
Haleluya! Unahubiri kwa ajili ya nini? Bwana Joseph akauliza swali moja, ndugu Joseph wa Branham akasema, tunahubiri tuwapeleke wapi? Tujaze kanisa. Tuwe na wingi la watu. Tujidai tuna watu. No. It's not a message. Huwa ni kuzimu ndani ya kanisa. Ujumbe ni wa kuondoka jamani. Na kama ni ujumbe wa kuondoka, huwezi zikataa ngurumo 7. Nguvu za kuondoka ziko ndani ya ngurumo 7. Haleluya! Sasa inawezekanaje uhubiri ujumbe mwingine wakati tunajua tunahitaji kuondoka? Short quick message. Tunanena hekima kwa wale wenye hekima. Haleluya! Amen. Wakati mzuri sana na wakati mbaya sana. Kwa sababu katikati ya huo mchafuko, amen, kutakuwa na bibi harusi mdogo anatengwa. Katikati ya huo mchafuko na huo. Amen. Na ndicho Mungu anachokifanya sasa hivi kumalizia kutia muhuri. Katikati ya huo mchafuko kuna watu wanamuona Yesu. Amen. Na kuna watu wanaona kundi lao. Kundi letu linahubiri wakubwa. Na kuna watu wanaona fedha zao. Na kuna watu wanaona manabii wao. Kuna watu wanaona mitume yao. Katikati ya hapo kuna nuru ndogo. Na hiyo nuru ndogo ni Kristo. Biblia inasema katikati ya makelele yote, ya mafundisho yote, wakati Mathayo anaita, katikati ya vurugu zote, Mathayo aliona nguvu za Mungu. Alikuwa anamuona Yesu. Hatimaye akasema, Yesu, kuna watu wataita Yesu katikati ya huu mchafuko. Haleluya. Amen. Basi wakati walikuwa wamemwalika kwenye ile nyumba ya kina Simeoni, hawakumpa heshima hata kidogo. Alipofika mule, alionekana kama mtu wa kawaida tu. Kama mshikaji fulani mjinga. Hata maji hawakumpa. Ila katikati ya dharau hizo, yani dharau hizo dharau za kudharau, ngurumo 7 kitu gani bana? Kwa nini mimi nikihubiri habari ya kuhesabiwa haki kuna shida gani? Katikati ya hizo dharau, kahaba akaja. Hata alikuwa hajaalikwa. Alipopita kahaba akasema, lakini huyu si wanatoa nguvu za kusamehe dhambi. Ingemfaa kila mmoja sasa hivi kutangaza majamani. Si ulimwengu umeoza. Ujumbe si unatoa nguvu za kunyakuliwa. Na sihitaji hizo. Haleluya. Mwanamke kahaba akapiga jicho. Yeye akumuona kajamaa fulani kalikochoka kana njaa na gauni lake. Yeye aliona mtu fulani mwenye nguvu za kuondoa dhambi na kusamehe makosa yake. Ndipo akamkimbilia kwa ajili ya kwenda kumfuta miguu yake na machozi yake yakabadilika kuwa mafuta. Amen. Katikati ya huu mchafuko kuna mafuta yanainguliwa na kuna mbegu pia inavunwa. Na kanisa litaenda hivi mpaka wakati tunaenda kupiga unyayo wa mwisho hivi. Umemsikia Nuhu? Yale maji ndio ujumbe wako, yaliyokubeba juu. Ujumbe unaoamini ndio utakao kubeba juu. Amen. Na vile viumbe hai vile ndio mafundisho hayo vilikuwa vienea mpaka hadi juu kabisa. Yaani Nuhu ameshafika kilele cha ufunuo, bado vipo vinaning'inia, tumeshikilia. Kaza jicho kwa Kristo ndani. Haleluya. Na mara hiyo ukimtazama sana jicho utaona wingu hili. Amen. Na ukitazama hili wingu utaona ngurumo 7. Maana ngurumo 7 zileta wale wajumbe 7. Haleluya. Amen. Hautakaza jicho uone ujumbe wa Lusa peke yake. Ukikaza jicho mara hiyo ukimkazia Kristo, utaona zile roho 7 zikiwa zimerudi na ujumbe wote. Na pia akasema mara hii haitakuwa ni ngurumo moja, haitakuwa ni ujumbe mmoja, yaani roho moja kama ilivyokuwa wakati wa
saba za kanisa. Ujumbe mmoja mmoja alivyokuwa anainuka, Paulo, Kolumba, Irenaeus, Martin, akasema mara hii ilitoa ngurumo moja. Kwa maana hii ukimkodolea jicho utaona ni ngurumo 7. Na ni jumbe 7 zilizokusanya zikawa ujumbe mmoja. Amen. Jina la Baba likiwe. Sema ni zaidi sana vipi itakavyokuwa? Amen. Ni zaidi sana vipi kwenye hii wakati wetu? Amen. Vile walivyo mbaya hivi. Nasema ni zaidi sana vipi itakavyokuwa watu walipofushwa kiroho. Amen. Mara hii sasa watu wanapofushwa kiroho, sio kimwili. Sababu wakati ule, wakati wa ruhusa, ukitimiza itikadi, hata sasa hivi Yerusalemu ukitimiza zile itikadi za Yerusalemu, wewe tayari umesabika unaenda mbinguni yako. Mara hii, amen. Mara hii itakuwa ni vimafundisho vya kiroho. Ndio maana sisi tumejaza vimafundisho vingi, kila mmoja anachukua kanguo kake. Chwa. Lakini amekatoa wapi? Kwenye ujumbe uliofunuliwa. Na kawaida Yesu akijifunua, hatua ya pili anafanyaje? Anajificha tena kwa ajili ya wenye hekima. Sababu wenye hekima watasoma katikati ya mstari. Na aliposema zimefunuliwa, hazijafunuliwa, tayari watu wakamchukua Yesu. Mwingine amechukua mguu, mwingine mkono. Yesu anamgombanisha. Mwingine anapiga kwa kutumia mkono, hazijafunuliwa. Mwingine anasema zimefunuliwa, anatumia mguu. Wanagonganisha mwili wa Kristo. Amen. Huo utukufu ulikuwa ubatilike, bali utukufu huu hautabatilika. Amen. Nasema bali utukufu huu hautabatilika. Unaona, Musa alikuwa na sheria za kimwili, hukumu za kimwili kabisa. Kama mwanamke alikuja kwa Yesu, anataka mhukumu kimwili kabisa. Dada, ndugu dada na kanisa la Mungu, utaji wakati huu ni mbaya. Nakwambia unakufa kama nilivyo hapa mimbarani, na unakula soda, unakunywa na maji, unajenga nyumba kubwa, unanunua na viwanja, na umekufa kufa. Hukumu ya sasa hivi ni ya kiroho. Silence. Kadri unavyokula kamba yako unakufa na hukumu yako. Linatufanya tutafakari sana na tuwe wanyenyekevu mno. Kama mtu mmoja aliwahi kunipigia wakati wimbi la mambo ya kandakanda, na mtu akanipigia akamwambia, wewe najua wewe lazima utakubali hii. Ikoje? Yaani hii iko 1 2 3. Ndugu yetu kasema. Kwa hiyo hao wahudumu wote watakiwa watoke mimbarani. Nikamwambia ndugu, mimi ninayo mambo ambayo niko siyakubali. Na sina maana kuwa napinga huduma, hapana. Kama mimi ninayo mambo ambayo sikubali. Mimi sikubali Nikolai kanisani. Sikubali hizo habari. Hapo nasema hapana. Yaani kuna mambo mimi sikubali, habari za mapingano ya ovyo ambayo hayana maana. Alafu watu wanaitwa ni wahudumu, mimi sikubali hizo. Lakini kusema kwamba hawa watu wamemaliza muda wao hapo, ndio ndugu umekuwa hapo, hapana. Ndugu, hii ni kweli. Malaika alishuka, mbea wewe ndugu wewe. Nikamwambia hii umekosea, sababu alikuwa ni mtu wangu wa karibu. Sasa mara hii nakwambia hufi. Yaani wewe unazungumza hiyo mpaka leo anakunywa soda. Na viwanja anaendelea kununua. Mara sijui inawezekana ameshanunua vingine sijui. Unakufa kwa kuchukua kana unakuchukua. Kana kunyonga kenyewe tu vizuri. Yaani unajinyonga huko. Yaani ukiwa sasa ni kizuri. Unakufa huko unafurahia. Kwa sababu neno la Mungu ni kali kama upanga. Linatambua mpaka siri za mioyo. Na neno la Mungu ni hukumu. Wakati mzuri na wakati mbaya kweli kweli. Yaani wakati ambao unapaswa kuwa makini kuliko wakati wote ule. Unaweza kusoma hizi jumbe ukachanganya kusoma kwamba sema kumbe hawafai kabisa kuwepo wahudumu wa. Hakuna kabisa. Songa mbele kidogo. Haleluya. Sababu anapojifunua na jificha tena. Songa mbele kidogo.
utaona. Hata mwili wako wenyewe unakwambia kwa wahudumu wanapaswa wapi, sababu wahudumu wanawakilisha ile mwili wako. Sababu hawa ni agano la kale. Amina. Jina la Bwana likiwa hatujatoka kwenye agano la kale. Tuko tunaishi katikati mpaka sasa hivi. Nawapeleka wapi? Moja aliwahi kuja ananiambia, mimi naona kwa sababu sasa uchezi sasa upulezi. Basi mimi ndugu naondoka. Mbona ndugu, wakati unaruka na kushauri jambo moja kidogo, hata kama inawezekana nisiwe mchungaji kwako, hata kama nikawa mjinga sana, ninaomba nikushauri chochote. Wakati unaruka, taiwa anaruka na bawa hizo mbili, ndugu, ruka na bawa hizo. Ambia, si unaamini kupress ndio kucheza hivi. Basi press hivi alafu kuhubiriwa pia kuwepo. Ndugu, inatosha. Naelewa sana ndugu, naelewa sana. Ndugu, Mungu akubariki. Unakufa na kamba yako kinyemela. Wakati watu wote kwa ulikuwa ukilijaribu kuligiribu neno, wanakupiga mawe, wanakuua. Wazi kimwili. Maana hii hakuna mtu anakupiga. Unaweza ukautaka uchungaji kama kuna watu fulani mtu anamtafuta kabisa. Anataka mpindue na mtu kabisa yuko pale kabisa anataka mpindue. Maana yeye ana vurugo kibao anatafuta uchungaji. Na ukienda bwana ananukua nazo nyingi. Kama nasikia wito ibidi nianze huduma. Na pia amesema wale. Nasikia wito. Unakufa kisiri ila hujui kuwa unakufa. Na usizani kuwa unakufa kwamba labda utashindwa kusimama hapa mimbarani kama nilivyosimama. Utasimama kabisa. Na utahubiri kabisa. Mungu anahukumu nia. Kwa sababu kiujazacho moyo ndicho kinachotoka. Wewe sio Mungu. Wewe ni kilichoko ndani ya moyo hicho ndicho wewe. Na ndicho kitakachohukumiwa milele. Hiyo nia. Ni kabla hujaenda kulifanya jambo, tafakari kwanza. Kama unaona una roho ya chuki fulani na wivu na unataka kufanya majigambo, rudi kwanza nyuma. Mwambie Mungu, hata kama nina upako kiasi gani na ninajiona mimi ni mhubiri kweli, Mungu ondoa kwanza hii. Uwa kwanza hili shina la uchungu. Uwa kwanza. Toa hiki kitu kwanza moyoni mwangu. Ndipo atakurudia nikutumikie. Unakimbia, shina liko pale. Utaenda kuwaonyesha kwamba mimi na huduma sasa. Mimi utaenda kuwaonyesha mimi na huduma bado. Unajifanyaka unahubiri. Wewe marehemu mzuri tu. Munumbi umesimama mimbarani munumbi alafu unahubiri. Yaani umesimama mochwari alafu na mwenyewe hujui. Mochwari unaona zile maiti zinazunguka hapo kwenye majokofu. Vipi tutakimbia vibaya sana. Sasa kwa sababu utaji huu sio wa macho haya, unakuta minumbi si kwamba imeanza alafu hujui kwamba minumbi. Na kama kuna watu walio wagumu kutubu, ni watu wanaoitwa wahudumu. Ni mabingwa wa kutokutubu. Yaani ni mabingwa. Hawatubu. Kwa sababu gani? Ujumbe huu kuna mahali unamuunga mkono. Mhudumu kushughulikiwa. Sio jambo jepesi. Muona anakachukua kale anajitundika. Ukaambia kunishughulikia mimi ngumu sana. Ni kweli kabisa. Sibili maandiko hiyo ni complete, lakini hayo maandiko ni upanga huko hapo umekutega wewe mwenyewe. Yaani umekutega wewe mwenyewe. Yamekuwa hapo yanakulinda, lakini upanga ule kutindikia hapa hivi. Ukijichanganya unakuwa wenye huo. Namna ya kujitoa kwenye upanga nini? Kuwa mnyenyekevu. Kuwa mwaminifu, kuwa mkweli, kuwa muwazi. Amen. Magwiji, huduma kutubu, utamuua. Bora wao tubu lakini sio ya tubu. Ndio hapa atakupiga siasa zaidi. Anakupita mguuni, uko pale pale tu. Anakupita miguuni. Yaani hataki tukutubu anakupita tu mguuni huko hivi. Unajua ndugu unajua chui ameiacha hiyo hapo inaning'inia tu.
kumrudisha hapo yeye. Ila wewe kosea sasa. Ndugu inabudi utubu. Madhabahuni. Ili kudhalilisha vizuri. Madhabahuni ndugu. Hapo sema vizuri. Sema uliomtongoza wewe dada. Sema yote ndugu. Hapo eti kuna majamaa mengine yenyewe bingwa eti anyosha mkono. Ndugu nataka nikuulize swali. Hivi ulianzaje kumtongoza vile? Zimu ndani ya kanisa mchafuko wa ajabu. Kumbe lingine lilikuwa ni hasira na wewe uliweka kuomba 30 ukalinyima. Sasa umekuta na shida ndio unairukia hapo hapa. Ndugu tulia. Nina maswali matatu ulijibu kanisa. Kumbe sio nataka ulijibu kanisa. Ndio nataka ulijibu lenyewe alafu nikubadilisha. Pepo tulimevaa mwili hapo. Bali utukufu huu hautabatilika. Wote walionao jina barikiwe. Unaona Musa alikuwa na sheria za kimwili zilibatilika hizo. Hukumu za kimwili zilibatilika. Hakuna neema. Hapa kuna neema sasa hivi. Amen. Anasema hakuna chochote ili kuhukumu tu. Lakini huu tunaonena kuhusu deshi hiyo haikuwa na msamaha. Hiyo ilikwambia tu kile ulichokuwa. Amen. Jina ubarikiwe. Ndivyo tulivyopitia nyakati 7 za kanisa zote hizo. Lusa, Wesley, Pentecoste zilikuwa zinakuambia tu makosa tu yale uliyofanya. Makosa tu. Wewe uliiba, wewe ulizini, wewe ulikuwa mchafu, wewe ulifanya hiki, wewe ulifanya hiki. Haya nisaidie ndugu. Nimekubali nilikuwa mwizi, nisaidie. Hamuna njia. Kiona utume inaanza kufanya hivyo mibarani. Naanza na wewe kuwa na kama shaka kidogo. Nisinipe njia ya kutoka sasa. Ndio niliiba sasa. Ndio nimeshakubali nisaidie. Maana nakufa njia ya kulipa ulipa. Alafu kila Jumapili nakuja ni kulinyonga tu. Wakati wa Lusa mimbarani. Anasema huu utakupa njia ya kuepukia. Tulionao. Na wakati neno hilo lilipofunuliwa, leo jamani, litakuwa na uso wa namna gani? Itabidi litiwe utaji. Haleluya. Wakati neno hilo linapofunuliwa, inabidi litiwe utaji pia. Halitabaki wazi na tiwe utaji. Kama neno hili lilipofunuliwa, limetiwa utaji tena. Nani nikiwaambia nini ni neno la Mungu lililotumwa, lakini limetiwa utaji. Huu mwili ni taji na kuficha ule mwili mwingine wa mbinguni. Haleluya. Alijifunui lote. Ajifunua kwa najificha. Kwa ajili ya kina nani wenye hekima wasome katikati ya mistari. Alafu kwa ajili ya upande wa pili kuwanyongelea mbali. Na wale wakija wale wanahesabu makosa tu, wale wanahesabu makosa tu. Che. Sasa upande wa pili mbona ufunui? Na wakati neno hilo lilipofunuliwa, leo jamani, litakuwa na uso wa namna gani? Itabidi litiwe utaji. Halina budi kutiwa utaji. Haleluya. Sasa angalieni, kwa hiyo leo anatiwa utaji katika hekalu la kibinadamu. Amen. Leo anatiwa utaji ndani ya hekalu la kibinadamu ambao ni mimi na wewe. Amejificha ndani yako. Lakini leo lililofunuliwa, lakini amefichwa ndani yako. Huwezi kumwona huyo roho, lakini amefichwa ndani yako. Hautamwona huyo roho hata siku moja akielea hapa kanisani. Utamwona dada tu anainuka anashangaa sema mlokole, anajifanya mlokole. Kila siku yeye anajifanya wa moto kanisani. Nyingine ni hemuko tu. Hujawahi kuingia mpaka uingie. Mpaka uingie. Sasa kwa hiyo roho anatiwa utaji katika hekalu la kibinadamu. Mnaona? Yeye anapaswa kuzungumza maneno ya kawaida akiwa na utaji wa kawaida. Haleluya. Nikija hapa nazungumza maneno ya kawaida. Maneno ya kibinadamu kabisa. Maana ya kibinguni yatakalo msiyajue. Nazungumza Kiswahili kama cha kwenu. Lakini sio mimi nazungumza. Ni Roho wa Mungu ametiwa utaji. Lakini akija kuzungumza na watu wa kawaida, yeye anazungumza maneno ya kawaida. Maana Yusufu alipoonana na ndugu zake, aliongea na yeye lugha ya ndugu zao, akijifanya kuwa alibidi atumie mkalimani, akajifanya kuwa ile lugha haijui.
Amen. Kwa hiyo akija hapa Roho wa Mungu anajipanga namna ya kwamba yeye ajui mambo ya kimbinguni, anatumia lugha ya kweli. Mungu angeweza kuwahubiria kupitia njia ya kiungu peke yake bila hata kutumia mdomo wangu, lakini anatumia mdomo wangu kama ukalimani, anatumia mimi kuzungumza, lakini Mungu angeweza kusafiri tu kwa nguvu zake akiingia ndani ya moyo wa kila mmoja. Amen. Maana Mungu ni nguvu, Mungu ni roho. Hata angetaka asingetumia huu mdomo. Ndio maana hakuna mtu anapaswa kujisifu kwa jambo lote lile. Sababu Adamu na Hawa hawakuwahi kuhubiriwa. Zilikuwa ni nguvu za Mungu zinashuka tukizungumza nao. Amen. Sasa Paulo akizungumza hapa sasa, na katika mwelekeo huu roho na sema roho, yani maanisha roho ile ya roho ya Mungu. Nasema roho kwa maneno, nasema sisi ni wahudumu. Amen. Si waandiko au torati, mambo ya kimwili, bali ni wahudumu hodari wa roho. Kwamba roho huchukua andiko na kulidhihirisha. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni torati tu, ilibidi uende ukaiangalie. Ndivyo alikuwa anafanya nyakati zote hizo. Kama amefanya uzinzi, ana uwezo wa kubisha. Mimi najua Musa hajasema hivyo, mmekosea maandiko. Twende tuone. Wanamchukua mpaka walete tena gombo wafunue. Unaona, hii hapa sheria Musa imesema usifanye uzinzi. Wakati huu sheria kutofanya uzinzi sio tena tukurudisha kwenye kitabu. Hiyo sheria iko ndani yako. Jina langu likiwe. Lazima ukaiangalie, useme, usizini, usiibe, usiseme uongo, usifanye hili, lile ama linginelo. Mnaona? Ilikubidi kuangalia hilo. Lakini hii ni roho inayokuja juu ya neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huu, na inaleta kudhihirisha. Anasema sio vibao viwili vya mawe, bali uwepo wa Mungu aliye hai ndani ya mioyo ya watoto. Haleluya. Anasema si wazo fulani la kubuniwa alilobuni mtu fulani ama wahubiri fulani njama, bali ahadi halisi ya Mungu iliyofunuliwa na kudhihirishwa moja kwa moja mbele zetu. Hilo litakuwa nyuma ya pazia la aina gani? Nasema kupoteza hilo. Mnaona, hilo lilikuwa ni kuu sana, mpaka hata watu walisema walipomwona Yehova akishuka katika hii nguzo ya moto na kuanza kuitikisa nchi na mambo aliyofanya, na mlima ukiwaka moto, na hata kama mtu yeyote alijaribu kwenda karibu na mlima huo aliangamia. Ulikuwa ni mkuu sana, hata Musa aliogopa lile tetemeko, bali kama wakati huo yeye aliutikisa mlima pekee, wakati huu atazitikisa mbingu na nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Huo ndio utukufu wa kawaida ulichokifanya, lakini mara hii atatukuza hata mbingu na nchi. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Asa Yusufu, amen. Yusufu, jina barikiwe. Nataka kuzungumza habari ya Kristo, kuja kwa Kristo na kurudi kwa Kristo. Dakika kama 5 tu, alafu tunamaliza ibada. Amen. Amen. Nataka tukumbuke kidogo habari ya Yusufu na ndugu zake. Yusufu alizaliwa miongoni mwa ndugu zake. Amen. Alikuwa ni jamaa miongoni mwa ndugu zake. Yusufu hakuwa mhubiri kama ndugu zake, na wala hakuwa mwindaji kama ndugu zake, na hakuwa mchungaji kama ndugu zake, bali baba wa Yusufu alimpenda Yusufu. Ndugu zake inawezekana hawakumpenda, lakini baba alimpenda Yusufu. Na Yusufu ndiye aliyekuwa na vazi maalum. Ndugu zake hawakuwa na vazi maalum, ila Yusufu alikuwa na vazi maalum. Lakini ndugu walimchukia Yusufu. Ni vizuri sana kupendwa na baba. Vizuri sana kupendwa na Kristo kuliko kupendwa na wanadamu. Haleluya. Kwa hiyo ndugu walipendana ndugu kwa ndugu, lakini walimchukia Yusufu peke yake, kwa sababu Yusufu alipendwa na baba. Na Yusufu leo hii ni Kristo. Yusufu leo hii ni ufunuo. Haleluya. Ukweli wa neno ndio usiotakiwa kanisani leo hii. Ndiye Yusufu wetu leo hii. Kweli ndiye anayekataliwa ndani ya kanisa, na ambaye ndiye Yusufu ambaye ametiwa muhuri. Ndiye aliyevikwa vazi ile la pinde 7 ambazo ni rangi 7 ambazo ni za kanisa, ambazo ni ngurumo 7. Yusufu apendwa kanisani, lakini alipendwa na baba. Ngurumo 7 zinapendwa na baba. Haleluya. Sababu ngurumo 7 ndizo zenye vazi lenye rangi 7.
na mwenye rangi 7 alikuwa ni Yusufu. Ngurumo 7 ni Yusufu. Zikirudi kanisani kuna uamsho. Zikirudi kanisani kuna nguvu. Ngurumo 7 zikiondoka hamna uamsho. Hamna nguvu ndani ya kanisa. Hamna roho ndani ya kanisa. Hamna mtaji ndani ya kanisa. Mpaka ngurumo zirudi ndani ya kanisa. Haleluya! Yusufu alipoondoka, amen, alipokuwa miongoni mwao hawakumtambua. Na kitendo cha kutokumtambua Yusufu kikawapeleka utumwani. Kikawapeleka kuishiwa chakula. Wasingeishiwa chakula kama Yusufu angekuwepo. Kwa sababu Yusufu ndiye alikuwa chakula chao. Haleluya! Chakula chao alikuwa ni Yusufu. Ndio maana walipoenda Misri aliyekuwa anawalisha ni Yusufu. Sio Yusufu umbo, Yusufu nguvu. Yesu anarudi kama nguvu. Harudi kwa mwili ule alioondoka nao. Anarudi kama nguvu. Lakini nguvu hizo zilikataliwa. Wakati alipokuwa kwenye mwili amevaa mwili wa kawaida, hawakumkubali. Ila alipoenda Misri, wao pia wakatamani kwenda Misri baada ya njaa. Amen. Yusufu ndiye aliyewalisha. Na mara hii hakuwalisha akiingia ndani yao, aliwalisha kwa neno. Haleluya! Yesu amerudi kama nguvu ndani ya kanisa. Jina Baba likiwe. Amen. Kwa Yusufu akawa ameuzwa. Amen. Akaondolewa kanisani. Haleluya! Na leo kinachoondolewa kanisani nini? Muhuri wa 7. Ndani ya muhuri wa 7 kuna nini? Kuna ngurumo 7. Ndizo zinazoondolewa kanisani. Hazitakiwi kanisani. Lakini ngurumo 7 ndizo zinaleta uamsho ndani ya kanisa. Amen. Hiyo sio mimi nimesema, Branham ndiye aliyesema. Kitendo cha kutomjua Yusufu ndicho kilichowafanya wapate njaa. Kitendo cha kutokujua ngurumo ndicho kinaleta kanisa la kusawa mwisho. Lazima tuingie tuzame tusijue ngurumo. Haleluya. Amen. Amen. Usikilize hii habari vilivyo ajabu. Yule Yusufu aliyemkataa, amen, akiwa miongoni mwao. Jina barikiwe. Ndiye Yusufu yule. Hakurudi Yusufu mwingine. Yusufu yule aliyekuwa anaishi naye. Wanamzia yake wanamuita muota ndoto, muona maono. Kajamaa fulani ambao kanaonekana kenyewe hakana kipaji chochote kile. Huyo aliyemdharau ndiye aliyerudi pia wakati wa pili. Hakurudi mtu mwingine, alirudi Yusufu yule. Lakini mara hii hakurudi Yusufu akiwa ni Yusufu tena miongoni mwao. Alirudi Yusufu akiwa ni Yusufu ndugu. Ndani ya mioyo yao. Kristo anavuka ndani ya mioyo ya waaminio mara hii. Aliporudi kwenye hili wingu, hakurudi tena kama wanadamu. Alirudi kama nguvu ndani ya mioyo ya watu. Uwepo unaodumu ndani ya mioyo ya waaminio. Nguvu za kuwainua kutoka kwenye dhambi. Yusufu amerudi tena ndani ya kanisa. Haleluya. Na mara hii, amen, mara hii Yusufu wataenda kutambua uwepo wake. Na huwezi kutambua uwepo wa Yusufu kama hayuko ndani yako. Haleluya. Maana Mungu atambulikana akiwa kwa jirani. Mungu atambulikana akiwa ndani yako. Mpaka awe ndani yako ndipo utamjua nguvu zake. Huwezi kujua upako wake mpaka awe ndani yako. Ndipo unamjua kuwa na nguvu. Hawezi kukuondolea dhambi zako akiwa yuko kwa jirani. Ni kwa nini unaona ujumbe unahubiriwa ni wenye nguvu na watu wanasoma jumbe za nabii? Ni waongo vile vile, ni watapeli vile vile, na sio waaminifu vile vile. Na ni wajanja vile vile. Amen. Wameufanya huu ujumbe kuwa ujumbe wa Branham. Huu sio ujumbe wa Branham. Acha Mungu wako awe Mungu wangu. Haleluya. Mungu alimwambia Naomi, acha Mungu wako awe Mungu wangu. Si awe Mungu wako Mungu wangu. Acha Mungu wa Branham awe Mungu wako. Ndipo atakuondolea dhambi. Hataweza kuwa na nguvu kama ni Mungu wa Branham. Mpaka awe Mungu wangu ndipo anakuwa na nguvu kwangu. Haleluya. Unaposema huko uweponi mwa Mungu, amen, jina barikiwe. Uweponi mwa Mungu sio kuwa Mungu kuwa hapo akiwa amesimama na wewe.
Kuwa uweponi mwa Mungu ni kutambua nafasi ya Mungu. Kutambua cheo cha Mungu. Ndio maana ule mtume akasema kwamba alimuita Bwana wangu na Mungu wangu. Yule ndiye aliyetambua uwepo wa Mungu. Alijua cheo cha Mungu kwamba yeye ni Bwana kwake, na akiwa ni Bwana kwako ni mtawala wako. Manake ni mume wako wewe, sio mume wa Branham. Oh my God. Kuna watu mpaka leo huu ujumbe ni ujumbe wa Branham. Na kushauri asubuhi ya leo sio ujumbe wa Branham. Awe ni Bwana wako na Mungu wako. Haleluya. Amen. Alikuwa ni nani? Alimuita Bwana wangu na Mungu wangu. Alikuwa Tomaso. Amen. Yule ndiye aliyejua kuwa uweponi mwa Mungu. Akiwa Bwana wako, maana yake umekubali kuwa yeye ndiye mume wako. Na kama ni mume wako, yeye ndiye mtawala wako. Sio mtawala wa jirani yako, sio mtawala wa kanisa la pili, mtawala wa kanisa wewe. Ndipo anamuita Bwana wangu na Mungu wangu. Lazima awe Bwana kwako na Mwokozi kwako. Ukitambua kwamba kweli ni Mungu kwako, amen, hautahitaji mtu akuombee, kwa sababu kila wakati utafahamu kama ni Bwana wako. Ndio maana ujumbe huu watu wanaishi maisha mawili. Wako ndani ya kanisa wanaishi maisha tofauti, wakija Jumapili, wakitoka kile kanisa zao wanaishi maisha tofauti, kwa sababu Mungu sio Bwana wao na Mungu kwao. Akiwa Bwana kwako na Mungu kwako, kila wakati uko uweponi mwake. Kila unalofanya lazima una wasiwasi kwamba Bwana wangu, mume wangu yuko mahali hapa, nami najua huyu malaika yuko mahali hapa. Haleluya. Ila ni kwa nini una ujasiri wa kuishi maisha unayoweza kuishi? Ni kwa sababu hajawa Mungu kwako na hajawa Bwana kwako. Kwa hiyo ukija hapa ndipo unajifariji na kudanganya kuwa huko uweponi mwa Mungu. Hapa ni uweponi mwa Mungu kama ushirika au sehemu ya kanisa. Uweponi mwa Mungu ni Mungu kudumu ndani yako. Unapokuwa uweponi mwa Mungu, haleluya, Mungu wa Branham wewe, Mungu wako wewe. Ujumbe wa Malaki wa 7 wewe, ujumbe wako wewe. Kitambulishe na hizo ahadi ziwe zako. Haleluya. Unasema ngurumo zilifunuliwa kwa Branham, ila kwako utakizifunuliwa. Na wakati mjumbe wako amesha kuambia ndani ya ngurumo 7 kuna nguvu za kuweza kukutoa kwenye maisha machafu ya ulimwengu. Ndani ya hizo nguvu, sio kwingine. Mjumbe wako mwenyewe ndiye aliyekuambia. Yeye ambacho kilimfanya awe na nguvu za kushinda mambo yote ya New York na Marekani na Jacksonville ni kwa sababu ya siri za ngurumo. Na akasema ya kwamba zile siri zote zilifunuliwa ndani ya Elia. Lazima hizo siri zifunuliwe ndani yako. Ndipo wewe Bwana wako na Mungu wako. Haje hapo ni ujumbe wa Branham kila siku. Haleluya. Hautakaa usikie kitu kinachoitwa uwepo wa Mungu au nguvu za Mungu. Ukisema huko uweponi mwa Mungu, amen. Huko uweponi mwa Mungu. Kwa uweponi mwa Mungu ni jambo kubwa mno. Maana Mungu yuko mahali hapo. Na sio tu yuko mahali hapo akiwa amesimama pembeni. Yuko mahali hapo akiwa yuko ndani yako. Na akiwa ndani yako uweponi mwa Mungu, asema wote wanaokuja kwake huwa wanapewa thawabu. Amen. Ndio maana tunapaswa kuhubiri ujumbe ambao ni present tense. Ukisha ingia uweponi mwa Mungu, kama ni kahaba, Mungu anashusha ukahaba. Sio atashusha. Anashusha dakika hiyo. Amen. Kwa sababu umeingia uweponi mwake. Na kuingia uweponi mwake ni kumpa nafasi yake, cheo chake, ofisi yake, kujua kwamba yeye ni Mungu wako. Usihangaike kumtafuta Mungu. Ukija hapo unajaribu kuomba sana. Sikuzoei kuja hapo ukaomba sana madhabahuni mpaka ukalio ukatoa makamasi. Njoo uombe. Tunahitaji jambo hilo madhabahuni hapa. Amen. Usihangaike kuomba sana wakati huo unataka kutambua kuwa Mungu anaishi ndani yako. Na ndilo jambo ninalowaambia hapa kila siku. Siku ukipata ufunuo, sio kurudia nazungumza hapa.
sio kurudia yale uliyosoma kwa ndugu Branham, sio kurudia yale usikie kwa mhubiri fulani au kanisa fulani ulilowahi kwenda. Siku ukijua kwamba Mungu anaishi ndani yako. Lugha nyepesi ni hivi, umempa Mungu mahala pake. Yaani Mungu alikuwa yuko pembeni hapo, sasa umemweka mahala pake. Ukimweka Mungu mahala pake, Mungu ni moto. Mungu ni nguvu. Wakati huo tukiwaza kuwa yuko mahala pake ambako ni kwenye moyo wako, kama kuna mapepo ulikuwa unajua siri ya bibi yanatiririka kwenye mwili. Huyo ndiye Mungu unayemtumikia na ndiye anayemjua huyo. Utazisikia hizo nguvu za huyo Mungu uliyemweka mahala pake zikiendesha nguvu ndani yako, na kisitenda kazi kwa nguvu ndani ya moyo wako mpaka nje ya mwili wako. Ukiwa na Mungu wa msisimko, Mungu wa nje, hata kutoa tabia zako zote zile. Mpe cheo chake. Wakati huu tunaoishi, kwanza Kristo anapaswa apewe heshima yake. Ndio maana nabii akakufunulia kuwa yeye ni Mungu. Sio uimbe wimbo. Kama ni Mungu, kubali, mpe ofisi yake, heshima yake. He is your boss. He is your God. Kuja kanisani unakaa ujui boss wako ni nani? Maka siko na wapigia kelele hapo kwa sababu hujui position yake. Ukimchukua ukiwa kwenye position yake, sio mchungaji anakufundisha. Yeye kwa sababu umemkalisha kwenye ofisi yake, anakuinua mkono, anakuinua mguu, anafanya useme amina. Yeye mwenyewe. Haleluya. Chukua nyumba yoyote iliyoishi muda mrefu, mwenye naye amesafiri. Amen. Mwenye naye amesafiri, ameenda Marekani. Baada ya miezi 6 ikaanza kuota majani na mijusi wakakaa mule. Amen. Siku mwenye naye akija, haji kufika pale aanze kuomba, mijusi toka. Hamuna kitu. Fahamuni Mungu mnayemtumikia. Si habari ya maombi unayoomba. Usijisifu juu ya maombi. Mweke Mungu kwenye position. Put him in position. Hii si God tu. Anastahili kuabudiwa na sio kanisani tu, wakati wote wote. Haleluya. Haji kufika mlangoni aseme, mijusi, naomba muondoke mijusi. Wachawi mliingia. No. Anaingia, cha kwanza anajua, mimi ndiye mmiliki halisi wa hii nyumba. Sina tena kazi ya kufukuza mjusi. Ni mjusi ambaye nikimbie mimi. Unapomweka Mungu kwenye nafasi yake, sio uombe. Ni Mungu anaondoa hayo mapepo. Oh my God. Recognize your day and your messenger. Hamjui nguvu za Mungu zinazotenda kazi. Paulo anasema alizijua zilizokuwa zinatenda kazi ndani yake. Mungu akiingia ndani yako, anaendesha mambo yote. Yeye ndiye mtambo. Si habari ya maombi sana, si habari ya jua sana. Nimempa position yake. He is my God. He is my Savior. He is everything to me. Anaendesha mambo mwenyewe. Haleluya. Na unapompa nafasi yake, kila mahali unapofika, kila kiumbe kina feel your presence. Amen. Sio kwa sababu umetoka nyumbani umeomba sana. No. Kwa sababu wewe tayari umemrudisha ofisini kwake. Umemsainisha, hii ndio ofisi yako. Moyo wako ni ofisi ya Mungu. Anataka akae hapo. Mimi nitaacha nini dhambi? Hautaacha dhambi kama hujampa nafasi yake. Mpe cheo chake. Mpe tucho cheo kwamba nimekupa cheo. Hakuna mwanaume ana mamlaka ya kuweza tukamruhusu hapa kaenda tukulala huko na binti huko ndani wakati hatujampa nafasi, au dada hajampa nafasi ya kuwa mme. Mpaka mwanamke mwenyewe
akishampa ile nafasi, ndio maana unaona ule ushuhuda unakuja hapa, anahamisha yale mamlaka, anampa ile cheo. Manake kwamba yule mwanaume ni Mungu kwake, ni mtawala, ni baba, ni kila kitu kwake. Akishampa ile ofisi, manake dada anapaswa atii kwa jambo lote hili. Sio dada akijishia, ni mwanaume akiishi kupitia dada. Haleluya. Nabii akafundisha vizuri, maana aliwafunulia habari ya kufunua kwa Kristo. Amen. Amaliza hapo akamwambia bibi harusi anapaswa ajue nafasi yake katika Kristo. Sasa anaanza pale. Tupende kitendawili kingine. Bibi harusi kujua nafasi yake. Wewe sio Mkristo uliyedakia. Nazungumza hapa kila siku. Sisi hatukudakia kwenye Ukristo. No, ndio hiyo concept. Amen. Lazima ujue nafasi yako ndani ya ule mwili wa kisiri wa Kristo. Tuona pia kwa anaonekana andiko hapo kwamba siku ile mtajua. Siku ile mtajua. Akasema siku ipi? Leo. Sasa haihitaji kwamba umeomba sana. Eti umeletewa mchungaji amekuja kuwafundisha habari ya Roho Mtakatifu. Basi kwa umekuwa na mhemko wa mkutano, eti nimetoka basi najisikia vizuri sana. No. Huo ni uongo. Ila siku ukifahamu. Sio kwa kuambiwa sasa. Sababu hilo ndio nalokataza, usiabudu Mungu wa kuambiwa. Wala usiabudu Mungu wa kusoma. Abudu Mungu aliyefunuliwa. Mungu aliye hai. Mungu anayetenda kazi ndani yako. Huyo ndiye Mungu anaishi. Siku ukijua, au ukitambua kwa neema ya Mungu kwamba wewe na Mungu sio watu wawili, ni mmoja. Hakuna mtu atakuja akwambie nianze na kuhubiri hapa napiga kelele, wewe utakuwa jasiri. No. Wewe utakuwa na imani. No. Sitakuja hapa tena nifanye hiyo kazi ya kufundisha mambo. Kitendo cha kujitambua kwa wewe na Mungu ni mmoja. Amen. Tayari huo uungu na upaleti ndani yako. Na unatenda kuelekea neema ya mambo yote ya Kristo. Na unatenda kulingana neno lote la Kristo. Na unahitaji kupotelea mbali na ile haki ya Kristo yote, kwa sababu unatambua hizo ni haki zako. Hapo hakuna mtu atakusukuma kuja kanisani. Hakuna mtu atakwambia abudu. Unajua wewe mwenyewe ndiye mwabudu. Jina Baba likiwe. Tutambue mahala petu. Na tutambue mahala pa Kristo. Tutaziona nguvu za Mungu ndani ya maisha yetu. Amen. Amen. Yusufu akamuuza. Amen. Wakamuuza akaenda utumwani. Jina Baba likiwe. Kwenda utumwani. Njaa ikaingia kwenye mji. Amen. Njaa ilipoingia wakamkumbuka Yusufu. Walipomrudia Yusufu, akamkuta Yusufu ameshakuwa ni mtu mkuu. Ameshakuwa ni mtu mkuu na ameinuliwa. Haleluya. Na mara ya kwanza walienda wakalishwa, lakini hata hawakujua kwamba anayewalisha ni Yusufu. Lakini aliyekuwa anawalisha ni Yusufu. Kwa lugha fupi, walikuwa wanakula ya Yusufu. Amina. Hamjui tunakula Yusufu wetu leo. Tunakula Yesu aliyekataliwa. Sisi ndio tunakula mwili wa Yesu. Maana mapepo yenyewe karibia nasema ukweli, aliwaambia wanafunzi kwamba walikuwa na mkatakata wanamula. Sisi tunakula mwili wa Yesu. Ili neno ni mwili wa Yesu. Jina la Baba likiwe. Amen. Haya, ngoja sasa nisome hapa alafu tuone kama tunasema. Wewe ni kipofu na uchi. Amen. Sasa hili ni jambo hili miaka 7 za kanisa. Kanisa la Laodikia ile. Na kwetu mnaita la kwetu. Tuliotoka hiyo. Na la hatari sana. Nasema mtu yeyote anawezaje kuwa kipofu na uchi wala asijue? Hata hivyo anasema ya kwamba wao ni vipofu na uchi. Pia kinanda sogea. Wala hawawezi kujua jambo hilo. Jawabu ni wao ni vipofu kiroho na uchi kiroho. Unakumbuka wakati Elisha na Gehazi walipozungukwa na jeshi la Washuri? Unakumbuka ya kwamba Elia aliwapiga kwa upofu kwa nguvu za Mungu? Amina. Hata hivyo macho yao yalikuwa yanatazama kabisa
nao waliweza kuona walikokuwa wanaenda. Huo upofu ulikuwa ni wa ajabu. Anasema ulikuwa ni wa ajabu. Nani anasema ulikuwa ni wa ajabu? Amen. Waliopigwa walikuwa na uwezo wa kuona wakula wanakoenda, lakini hawezi kumuona. Mtu ambaye alikuwa hawezi kumuona tu ni Elia na mtumishi wake. Walikuwa na uwezo wa kuhubiri kabisa, wale ndugu zake na Yusufu, wahubiri kabisa. Na sio walikuwa wanahubiri, wanahubiri maandiko kabisa. Lakini kitu walichokuwa hawezi kufikia na kuona tu ilikuwa ni Yusufu. Yusufu alikuwa hamuoni, lakini Yusufu alikuwa na ufunuo. Yusufu alikuwa na kalamu. Na Yusufu baba alikuwa amempenda, amempa vazi la rangi sana. Upofu huu ni wa ajabu, wa ajabu sana. Ni wa ajabu mno. Mpaka siku watakapomtambua Yusufu na kumweka mahala pake, ndipo uamsho halisi utarudi kabisa. Kama mtu akimweka Yusufu mahala pake, kila mhubiri atalilia mwili wa Kristo rudi pamoja. Na kama roho halisi na aminifu na za kweli jini alikutoka ndani, zikiwa zinamaanisha mbele za Mungu, zikilia madhabahuni na waamini wakalia, wauone mwili wa Kristo ukirudi pamoja kwa ajili ya kuondoka, Mungu ataueneza huo uamsho ndani ya dunia yote nzima na utakuwa. Ni kwa nini haui? Kuna roho ambazo bado zinaona mambo yao, hazijatambua uwepo wa Yusufu, bado zina shauku ya kufanya mambo yao, lakini Mungu atajipatia. Amen. Wakina Mikaya wengine wataomba hata wawili, Mungu ataleta roho halisi ndani ya kanisa. Sio roho ya kutafuta kikundi fulani, watu wana kikundi fulani cha zoni yao. Ataleta roho halisi, halisi za kulia juu ya mwili halisi wa Kristo. Sio makusanyiko, mwili halisi wa Kristo. Sema makusanyiko ni jambo lingine na mwili wa Kristo ni jambo lingine. Amen. Unawezaje kusema wewe ni mhubiri usilie juu ya mwili wa Kristo kuja pamoja, alafu unajiita wewe ni mhubiri, alafu unahubiri watu wanafurahia? Na challenge hiyo roho. Una shauku gani kwenye hii dunia? Wana wa Kiebrania walipoona kadri ambavyo joto walivyozidi, wao wenyewe wakaanza kusikika, wanalia, wana Mungu awatumie mkombozi. Mkombozi wetu ni kunyakuliwa saizi kutoka kwenye hii dunia. Unawezaje kufurahia kuhubiri watu tu wafurahi, alafu hulini, huna mzigo wa kuugua? Na nini kinacholeta haya mambo ndani ya waamini? Wahubiri na vile waseme, ili watu wafanye wao wazi, watu wafunguke, watu watoke kwenye mchafuko. Sababu watu wanashindwa hata kuomba. Hivi sasa nani anaenda unyakuoni? Wahubiri ndio wanapaswa wao chanzo cha kwanza kuleta hiyo roho ndani ya kanisa. Furahia kualikwa tu South Africa, Uganda, Kenya, wapi? Furahia kualikwa tu. Vipi juu ya kuugua? Roho wa Kristo anaugua kwa ajili ya mwili wa Kristo. Huyo ni roho halisi ndani ya huduma tano. Sio kwa ajili ya kujionyesha ni mpate jina kubwa. Wanijue Marekani, wanijue Uingereza, wanijue South Africa, wanijue Moshi, wanijue Arusha. Inakusaidia nini? Inakusaidia nini? Amen. Waliozungukwa na jeshi la Washuru, unakumbuka ya kwamba Elia aliwapiga kwa upofu kwa nguvu za Mungu. Hata hivyo macho yao yalikuwa yanatazama kabisa, nao waliweza kuona walikokuwa wanaenda. Huo upofu ulikuwa ni wa ajabu, kwa vile wao waliweza kuona mambo fulani, lakini mambo fulani mengine kama vile Elisha na mtumishi wake, kama vile Yusufu, wanaweza kuona mafundisho yote, mwili wa kwanza, mwili wa pili, mwili wa tatu, mwili wa sita, kila kitu wanaweza kuona, ila ngurumo saba hawezi kuziona, hawezi kuziona.
Unajua nani aliyefanya hivyo? Ngurumo saba za nyendo zimewapiga upofu. Amen. Anaelia mwenyewe ndiye aliyewapiga upofu. Amen. Kitendo cha kutokutaka kumpa nafasi tu Yusufu, piga upofu. Lakini wangempa nafasi yake Yusufu, wangejua Yusufu sio Yusufu. Yusufu ni Mungu wetu. Yusufu ndiye wa kuabudiwa. Maana Yusufu ni Kristo. Wangempa nafasi yake, tayari macho yao wote yamefumbuliwa. Haleluya. Hawakutaka kumtambua. Na Yusufu naye hapo. Baada ya Yusufu kuinua mkono wake wataliki, kitendo cha kutokumtambua Yusufu. Kumtambua. Yaani kitendo cha kutokutambua ngurumo saba ndicho kinachokutia giza. Muhuri mzuri sana. Mzuri mno. Usitegemee kuwa ngurumo zitakuja hata zije kama vile nani hivi jinaweza zikupige. No. Kitendo cha kutokuzitambua. Alizohubiri ndugu Coleman nisizohubiri. Ila ngurumo zenyewe utaziona zinakuja hivi. Hakuna hata siku moja Yusufu aliwahi kuchukua mkono akawapiga wale ndugu zake. Kitendo cha kutokumtambua tu. Yusufu ndo aliyekuwa chakula chao, ndo aliyekuwa uhai wao, ndo alikuwa Mungu kwao, ndo alikuwa roho kwao. Kasome maandiko vizuri. Maana Yusufu ndiye chakula. Walichokuwa nafuata Misri walikuwa nafuata Yusufu. Chakula ndicho nguvu, ndicho uhai, ndicho roho, ndicho afya, ndicho kila kitu. Yusufu ndiye aliyekuwa vitabu vyao, ila wakamdharau tu. Sasa hicho kitendo hicho, sababu nimesema hivyo, ukishindwa kumtambua, kutokumtambua ni kutokumweka mahala pake, hautahisi nguvu zake. Kwa maana unakuwa umejaza kiburi kama kawaida. Mimi wataniambia nini? Leo pili miaka mingi mimi. Tunaambia nini? Simama kwa Mungu yetu. Leo pili miaka mingi. Nimeokoa watu wengi, nimeweka watu wengi kwa Kristo. Wataniambia nini? Kwa sababu gani? Hajakaa kwenye ofisi yake Yusufu. Ukimchukua Yusufu kaondoka kwenye moyo wako chui, tayari Yusufu anaondoa majigambo. Anaondoa kiburi. Anaondoa kujiona wewe ndio mtu mkuu sana. Unakuwa mdogo sana. Na unajiona si chochote miongoni mwa ndugu zako. Sio kusema kwa mdomo, utaonyesha kwa matendo. Maana kwa matunda yao tutawatambua. Amen.